Yes, mpenzi mtazamaji wa Go Live TV. Leo tupo na mwanadada ambaye unamwona hapo mbele yako. Kuna kisa kikubwa sana ambacho kimeweza kumkumba na mpaka sasa hiyo issue bado inaendelea kumtesa. Ni baada ya pale kutumia nazi ambayo imefanyiwa dawa na bibi yake ambaye ni mganga. Atakwenda kutueleza moja kwa moja hapa. Kikubwa tu ni kwamba tega sikio na kuwa makini nasi mwanzo mpaka mwisho wa mkasa huu. Pengine labda unaweza kujifunza kitu ndani yake. Kikubwa tu ni kwamba usisahau kusubscribe, usiweze kusahau kuturn on notification ili uweze kupata habari zetu moja kwa moja. Tunakwenda kuna mkasa moja kwa moja, atatueleza majina yake anaitwa nani, ilikuwaje, ili tujue tufahamu kila kitu mwanzo mpaka mwisho. Okay, sister, mambo vipi? Poa. Umenipa kiufupi kidogo mkasa wako ambao kidogo umeweza kusikitisha. Mimi pia umenisikitisha kwa sababu kidogo imekuwa ni jambo kidogo ambalo limekuwa la ajabu kidogo. Ilikuwaje mpaka ikafikia hatua mpaka matatizo yakatokea nyumbani kuhusiana na bibi yako ambao ulikuwa unasema kwamba ni mganga? Hiyo siku ambao hiyo nazi ambao ulitumia kwa kuipikia kama kiungo katika mboga bila ruhusa bibi yako, na wewe pia ukutambua hilo swala. Vipi hiyo issue ilianza vipi? Yani tueleze toka mwanzo mpaka mwisho ili na mtazamaji pia apate kufahamu kitu ambacho kinaendelea. Ilikuwaje hiyo siku? Ilikuwa imewekwa ndani, afu ilikuwa bado haijachorwa, si zinakuaga zinachorwa. Wewe ina maana hiyo siku ambayo huyo mgonjwa alikuwa akija pale kutibiwa na ile nazi kuandaliwa kama dawa, hiyo siku maana ulikuwa haupo ama ulikuwepo? Nilikuwa sipo. Ina maana ile nazi ukuweza kujua kama nazi inatumika kwa ajili ya matibabu. Baada hapo ilikuwaje? Baada hapo tukawa tumepikia ile nazi, tukawa tumekula nyumba nzima chakula. Bibi yangu akawa anaumwa. Mizimu yake ilikuwa imekasirika, kwa hiyo akawa anaumwa, tukapata madhara. Yule mteja akaja akakuta nazi ile tumeitumia, tumepikia. Ina maana nyinyi mlitumia nazi ambayo ilikuwa imetumika katika dawa, na baada ya kutumia nazi katika kutumia ile nazi ambayo ilikuwa na dawa ndio ikaanza kuletea madhara mpaka ikapelekea bibi yako kuumwa, si ndio? Vipi kuhusu upande wa mgonjwa na upande wenu nyinyi? Mgonjwa naye hali bado matibabu yalikuwa hayajakamilika. Kwa kote hali iko mbaya. Kwa hapo bibi tena akawa tena hana uwezo kumsaidia mgonjwa? Mpaka aende kwenye mizimu yake sijui nini huko. Hivyo. Vipi kwa sababu ile nazi wewe ndo uliyekuwa umechukua na kuipika pasipo kujua. Vipi kuhusu upande wako wewe, ni matatizo gani ambayo anakuwa anakupata? Pengine labda kuna shida yote ambayo inakuwa kukumba wewe tofauti ambayo inakumba bibi? Yaani amini kwamba anamaanisha kwamba pengine labda bibi kapata matatizo, anaumwa kutokana na wewe kuipika ile nazi. Vipi kuhusu wewe ambaye ndo uliipika ile nazi, na vipi kuhusu familia yenu nzima pale nyumbani? Vipi hali ikoje? Hali ikawa mbaya tu. Vipi kuhusu wewe? Mimi nilikopo yani haukuumwa pengine labda ugonjwa pengine labda, ama pengine labda hakuna kitu cha ajabu ambacho kinakuwa kinakutokea pengine labda, au hamna malulu ambao unakuwa unapata, hamna kitu cha ajabu ambacho kilikuwa kinakusumbua muda wote? Malulu yalikuwepo. Malulu yalikuwepo kama malulu gani ambao uko unapata? Sana usiku nini, njozi za ajabu. Hivyo. Na baada ya njozi za ajabu ilikuwaje? Tusimulie tu story nzima, ni mtazamaji ajue. Nisiwe kama nakuuliza sana maswali tusipo kusimulia story. Mtazamaji anataka ajue toka mwanzo mpaka mwisho ilikuwaje. Baada hapo ilikuwaje sasa?